Karibu sana kwenye sehemu ya 6 ya semina yetu, semina ambayo inaenda kwa jina la nguvu ya maombi, na kichwa ambacho tunasimamia ni Wafilipi 4:6, ambayo inaweka wazi kwamba sisi kama wanadamu hatuna njia nyingine zaidi ya kuomba, kusali na kushukuru, kama kweli pengine tunahitaji Mungu aweze kutupatia haja au tuweze kupata kile ambacho tunataka kupata. Pengine ni kwenye shida, ni kwenye jambo lolote, tunahitaji kuomba. Suluhisho letu lipo kwenye maombi. Ndio maana tupo kwenye hii semina. Na sasa hii sehemu ya 6 nataka nikufundisha matokeo ambayo unaweza kuyapata kwenye maombi ya rohoni. Na nimekufundisha kwamba maombi ya rohoni ni sababu ya wewe kupokea mahitaji ya mwilini. Ukiomba mahitaji ya mwilini kwa maombi ya mahitaji ya mwilini, ni ngumu sana kupokea, kwa sababu Yesu mwenyewe anasema tutafute kwanza ufalme wa mbinguni, ufalme na haki yake, na hayo mengine tutazidishiwa. Maana yake lazima tuyatafute mambo ya rohoni kwanza, kwa sababu Mungu anaketi rohoni, na kama tutayapata, basi yale ndiyo ambayo yatajidhihirisha mwilini. Haleluya. Nikakuonyesha kwamba mambo yote yanaanzia rohoni, lakini nikakwambia hata baraka zetu ziko rohoni, na nikakwambia Mungu ni roho, na hivyo akitaka kuwasiliana na sisi anawasiliana na sisi rohoni. Kama hauko rohoni huwezi ukaelewa anachosema ni nini, na hata hivyo akitaka kukubariki ni ngumu pia kuelewa kama wewe hauko rohoni. Sema amina. Nikakufundisha siri iliyopo kwenye ibada kama ufunguo wa kuweza kuhamisha baraka zako kutoka kwenye ulimwengu wa roho kuja ulimwengu wa mwili. Sasa hayo yote ni maombi ya rohoni, ambayo tulisema kwenye maombi ya rohoni kuna maombi ya toba, ya shukrani, kuna maombi ya sifa na maombi ya ibada. Haleluya. So sasa hivi kwenye sehemu ya 6 tunaenda kuangalia matokeo ya maombi ya rohoni. Tokeo la kwanza ambalo nimeshakwambia ni kupokea mahitaji ya mwilini. Amina. Mahitaji ya mwilini, utajiri ambao tunautaka na baraka zingine zote. Amen. Tunapokea vipi? Tunapokea kwa kuabudu, kwa sababu nimekwambia kuabudu ni aina ya maombi ya rohoni, na nikakwambia nguvu ya ibada iko wapi. Nguvu ya ibada ina uwezo wa kuhamisha yale ya rohoni yakaja mwilini. Amen. Sasa nitakusomea hii Mathayo, pengine sijakusomea, nimekuwa nikiisema tu, naomba nikusomee Mathayo sura ya 4 mstari wa 8 hadi wa 9. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Naweza ukaona kwamba condition iliyopo ya kupata vitu vya duniani, kupata mali, kupata vitu ambavyo ni mahitaji ya mwili, condition ni kusujudu, condition ni kuabudu. Hiyo ndio condition ambayo ipo kwa Mungu pia. Kama unahitaji utajiri kutoka kwa Mungu, no way out, unahitaji kuabudu. Na of course ibada yako yenyewe tu automatic itafungua baraka ambazo ziko rohoni, na Mungu atakubariki. Amen. So kitu cha kwanza kabisa ni provision, ni mahitaji yako ya mwilini. Unapata mahitaji yako ya mwilini, by the way pia unapokea na ya rohoni. Amen. So hiyo ni faida ya kwanza au matokeo yale ambayo unayapata ukiwa kwenye maombi ya rohoni. Naweza tukatumia neno faida. Faida ya pili ni kwamba inaweza inakusaidia wewe kupata msaada wa haraka. Msaada wa haraka niliwafundisha, si ndio? Moja ya maombi ambayo yanaweza kukusaidia kupata msaada wa haraka tuliona kwenye ile nyakati, mambo ya Nyakati wa pili sura ya 20, ukianza mstari wa kwanza hadi wa 30. Tunaona Yehoshafati baada ya Wamoabu na Waamoni kuungana waje wampige, unaona ambacho walifanya. Walitanguliza watu wa sifa mbele wakiwa wanaimba na kumsifu Mungu, na Mungu akaingilia kati kwa msaada wa haraka na kumpiga yule adui na akamshinda, na walishinda kwa muujiza, kwa sababu jeshi la wale jamaa lilikuwa kubwa sana kiasi kwamba Yehoshafati akaona apige magoti mbele za Mungu, amwambie sasa wazi kwamba kwa hali hii kiukweli hii kitu haiwezekani kwa nguvu zetu. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Katika jina la Yesu. Rade shalida bargaske belida. Ukisoma pia ile Matendo ya Mitume sura ya 16
tunaona msaada wa haraka. Mstari wa 25 hadi wa 40 tunamuona Paulo na Sila. Hii watu tunaimba Paulo na Sila waliomba. Sasa maombi ambayo walikuwa wanaomba hawa jamaa ilikuwa ni maombi ya sifa. Sema amina. Kwa sababu nimekufundisha pia maombi ya sifa kazi yake ni kukupa msaada wa haraka, especially ukiwa kwenye vita, ukiwa kwenye ugumu. Amen. So ni jambo ambalo tunapaswa tulijue. Itatusaidia sana sana. Tunaona Paulo na Sila baada ya kuwa wameimba wanapata msaada wa mbinguni kwa haraka sana. Amen. Na wana malaika anakuja na anawatoa. Sisi tumeelewana, waliimba mpaka ikatokea tetemeko. Alikuwa jambo la kawaida. Amen. Shelida bargaske belida andarabasika. Hii ndo nguvu ya maombi ya rohoni rafiki yangu. Maombi ya chakula, maombi ya mahitaji, maombi ya msosi. Uwezo wa kukutana na vitu kama hivi. Walimsifu Mungu. Hawakuanza kumlilia Mungu mambo mengine, walimsifu Mungu. Haleluya. Rabashete lima anta. Ukisoma ile Matendo 16 mfano nianzie 26 hapo. Sawa? Okay, tuanzie 25. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumuimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga akataka kujiua, akizani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, usijizuru. Unaweza kaona. So maombi ya rohoni, especially sifa, ni maombi ambayo yanaweza kukusaidia kupata msaada wa haraka. Nikakufundisha maombi mengine ambayo ni ya shukrani, ambayo yanaleta ongezeko. Okay? Ongezeko. Faida namba 3 ni ongezeko. Ongezeko kwenye nini? Ongezeko kwa sababu shukrani ni kuomba tena. Umenielewa? Kwa shukrani ni mlango wa ongezeko. Watu wengi wameshindwa kuongezeka kwenye biashara, kwenye huduma zao, kwenye sehemu nyingi kwa sababu hawana moyo wa shukrani. Kwa wamedumaa. Niliwahi kufundisha hili somo la shukrani. Bila shaka unaweza kaenda kuangalia YouTube. Itakubariki sana. Itakubariki sana. Kuna vitu Roho Mtakatifu anaachilia akikufundisha, inabidi tu vishikilie. Amen. Tukisoma Marko, kitabu cha Marko, ngoja nikakutafutia kitabu cha Marko hapa. Tusome kitabu cha Marko 6:41. Nasema nini? Akaitoa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama mbinguni, akashukuru. Mstari wetu hapo ni akashukuru. Akaimega ile mikate akawapa wanafunzi wake waandikie, na wale samaki 2 akawagawia wote, wakala wote wakashiba. Hamna sema ambao tuliona Yesu anasema Baba naomba uongeze. Alishukuru tu. Alishukuru. Ni mara ngapi unalalamika kwa hicho kidogo ulicho nacho? Kwa sababu Mungu anataka uanze na hicho ulicho nacho. Musa alipaswa aanze na fimbo tu. Mama wa Selepta mafuta kidogo tu na unga. Tukikosa moyo wa shukrani hatuwezi kuongezeka. Amen. Watu wengi sana Mungu anawafanyia vitu vikubwa, lakini you see kabisa, yani wanachukulia kawaida. Tunazoea, tunamzoea hadi Mungu tunaona ni kawaida. Mungu atusaidie sana. Tunakuwa kama wale wakoma 9. Unatakaswa alafu mnapitiliza. Yesu hakujisikia vizuri. Nimekufundisha hapa kwenye maombi ya shukrani. I hope ulinielewa kwenye video zilizopita. Naomba twende faida nyingine. Hiyo ni faida ya 3. Faida ya 4 ni kwa sababu maombi ya rohoni ni kuingiliana na Mungu. Maana yake moja ya kitu ambacho unaweza kusikia sauti ya Mungu. Unaweza kusikia maono. Amen. Sawa Unaweza kaja kama mawazo. Kwa hiyo unavyokuwa kwenye maombi ya rohoni, moja ya faida ni kwamba Mungu anasema na wewe. Pengine anasema na wewe kuhusu mke, pengine anasema na wewe kuhusu mume mtarajiwa,
Anasema na wewe kuhusu idea ya biashara. Anasema na wewe kuhusiana na maisha yako ya kiroho. Maana yake wakati ukiwa kwenye maombi ya rohoni, hapo ndipo ni rahisi sana kumsikia Mungu. Ndio maana kuna watu inabidi waabudu. Umeelewa? Mtu unakuta anaabudu ana increase sensitivity ya antenna za rohoni ili aweze kumsikia. Tunatofautiana. Mwingine atanena kwa lugha hata dakika 40. Mwingine ataabudu hata lisaa, baadaye ndo anatulia na msikia Mungu vizuri. Amen. Yes, so tunaona nyingine ni kwamba nguvu za Mungu always huwa zinashuka. Nguvu za Mungu huwa zinashuka kama ambavyo zilishuka kwa mitume kwenye ile Matendo sura ya 4 mstari wa 31. Unapokuwa kwenye maombi kama haya, nguvu za Mungu huwa zinashuka. Hawa jamaa walikuwa hawaombi vitu mahitaji ya mwili. Walikuwa wanaomba ujasiri juu ya kanisa. Alafu akamuomba Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akashuka kweli akawajaza tena. Okay? So you have to know this. Hayakuwa maombi yalete tunaomba ugali, tunaomba utusaidie tuwe na hela, hapana. Kasome Matendo ya Mitume 4:31. Amen. Hivi ni vitu ambavyo vitakusaidia. Lakini pia tunaona upande wa Yesu kuna kitu kinaitwa transfiguration. Hiyo ni kugeuka sura. Tunaona kwa Musa pia, tunaona kwa Yesu akiwa kwenye maombi anatokewa na kina Musa na kina Elia, lakini tunaona anageuka sura. Hiyo ni matokeo ya intermingle, kuingiliana, kuinteract na spirit kwenye ulimwengu wa roho. Unakuwa sio wewe tena, mwili wako unahuishwa katika kiwango ambacho sio cha kawaida. Hii unaweza kusoma Mathayo 17 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 13. Naomba hii mistari ambayo naisoma mkaisome. Amen. Itawasaidia sana mkifanya hivyo. Sawa Itawasaidia sana. Na unaweza kugundua kwamba kwenye faida hizi ambazo nimekuonyesha, unaweza kuona kwamba maombi ya rohoni ni mlango wa kupokea vitu vingi vya mwilini. Yaani that is the only way. Unaweza kugundua maombi ya rohoni yalimfanya Musa pia aweze hata na yeye kung'aa uso. Aling'aa uso kiasi kwamba ikawa inabidi akiwa mbele ya Waisraeli, kwa sababu walikuwa hawezi wakamwangalia, afunikwe uso. Kwa sababu nguvu ilikuwa sio ya kawaida. Ilikuwa na matokeo ya maombi ya siku 40. Haikuwa kitu cha kawaida. Sema amina kama unanielewa. Hakwenda kuomba msosi kule. Hakwenda kuomba gari. Unanielewa Yes. Rabashete lima korianda rabasika. Yesu mwenyewe hakuwahi kuomba mambo ya mwilini. Ukisoma vizuri, kwa mfano ukisoma Mathayo 17:27, si ndio? Yesu anamtuma Petro, anamwambia kwanza wanakuja watu wale wazee wa ushuru wanamdai ushuru. Yesu anamwambia Petro kwamba nenda baharini kavue samaki. Yule wa kwanza atakuwa na shekeli. Chukua hiyo hela ilete hapa. Soma tu Mathayo 17:27. Lakini tusije tukawakwaza, enenda baharini ukatupe ndoana, ukatwae samaki yule azukae kwanza, ukifumbua mdomo wake utaona shekeli. Ichukue hiyo ukawape kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Sema amina kama unanielewa. You see, hiyo dimension hakupiga magoti akamwambia Mungu nipe, naomba hela. Na alikuwa na uwezo wa kupewa hela. Hakupiga magoti. Unaweza kugundua ni nini? Mtu wa ibada huwa haombi mahitaji, lakini ile ibada yake ni mlango wa mahitaji. Si umenielewa mpaka hapo? Yes. Ibada tu ni mlango wa mahitaji ya mwili. Yesu aliishi maisha ya ibada. Tunamuona kila muda yuko mlimani anaomba, anaenda sirini, anajificha. Lakini sisi kwa nini tunaomba maombi ya msosi kila muda? Ndio maana hatuoni matokeo. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Haleluya. Lakini pia tunaona kwenye kulisha watu 5,000 kwenye ile Mathayo 14:13 hadi 21. Sasa tukaona hapa alitumia maombi ya nini? Maombi ya rohoni, yani ya shukrani. Amen. Na hii ya shekeli maana yake ibada kwa sababu ni ufunguo wa ulimwengu wa roho. Maana yake aliweza kuangalia na akaangalia provision iko wapi rohoni. Sawa?
Sasa tukaona pia provision nyingine ambao wanaipata kina Petro kwenye Luka 21 mstari wa kwanza hadi wa 14. Baada ya kuwa wamekesha wanavua waoni samaki, Yesu anachofanya ni nini? Yesu anaingia rohoni, ana command muujiza, alafu what is happening? Ni provision, mahitaji ya mwili. Hizi ni dimension kubwa sana ambazo ndio maana nimeziweka mwishoni. Amen. Lakini tunaona pia mana na kwale kwa Waisraeli jangwani. Tunakuja kuona pia provision nyingine ambayo ni ya kimungu. Ujue Mungu anaweza kukupa. Okay? Anaweza kukupa kwa njia zingine ambazo sio za kibinadamu. Maji kwenye mwamba. Naweza pia tukaona Elia na njiwa, Ufalme wa Kwanza 17:2 hadi 6. Hiyo maji kwenye mwamba ni Kutoka 17:1 hadi 7. Lakini pia tunaona unga na mafuta, Wafalme wa Kwanza 17 mstari wa 8 hadi wa 16. Tunamuona Elisha na kuongezeka mafuta, Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 7. Okay? Hizi ambazo nimetoka kukusomea hapa ni agano la kale. Sio kasema tu na agano jipya. Utaona Yesu analisha watu 5,000 kwenye Mathayo 14:13 hadi 21. Tunaona pia analisha watu 4,000 kwenye Mathayo 15:32 hadi 39. Na hiyo ambayo nimekusomea shekeli kutoka kwenye mdomo wa samaki ambao ni Mathayo 17:24 hadi 27. Lakini pia tunakuja kuona ule muujiza wa kukamata samaki. Ile zote ilikuwa ni divine provision tunaita kutoka kwa Mungu. Why anafanya divine provision kwa watu ambao ni watu wa ibada? Maana yake hapa tunajifunza Mungu anaweza kukupa kwa njia ambazo hutawaza wewe. Amen. Wewe mpe ibada. Hayo mengine mwachie yeye. Luka 5:1 hadi 11. Lakini pia tunakuja kuona daily needs, mahitaji ya kila siku. Mungu ametuahidi atatupa kwenye sala ya Baba yetu. Unaweza kusoma Mathayo 6:25 hadi 34, Wafilipi 4:19. Itakubariki sana sana sana. So hizi ni baadhi ya provision au mahitaji ambayo Mungu anatupatia, mahitaji ya mwili ambayo tulipatiwa kwa njia ambazo sio za kawaida. Maana yake nini? Unapoomba, unapoingia kwenye ibada, the rest mwachie Mungu.